imani hii ambayo tumeichagua lazima iendane na matendo. Hatuwezi tukasema tuna imani tu ya kumwamini Kristo pasipokuwa na matendo. Kwa hiyo imani peke yake haiwezekani, lazima iambatane na matendo. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi imani sio neno gumu masikioni penu, lakini kwa utukufu wa Mungu, kwa sababu kila itwapo leo Mungu ni mpya, neno lake lizoeleke. Kwa hiyo imani kwa tafsiri rahisi tunasema imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuna neno bayana, tumeona tafsiri ya imani ni nini, lakini katika tafsiri ile ya imani kuna neno ambalo tumeliona ni bayana. Bayana linamaanisha nini? Bayana linamaanisha dhahiri au wazi. Bwana Yesu asifiwe. Katika Waebrania sura ya 11 mstari wa 1 Biblia inasema, Waebrania 11 mstari wa 1 Biblia inasema, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo bayana maana yake ni ushahidi wa kweli au thibitisho au hakikisho la ndani kuhusu jambo ambalo bado hujaliona kwa macho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sio kitu ambacho umekwisha kukiona, hapana, ni kitu ambacho bado hujakiona kwa macho. Kwa hiyo ni hakikisho la ndani kuhusu jambo ambalo bado hujaliona kwa macho. Kwa hiyo kwa tafsiri rahisi tungeweza kusema kwamba imani ni kuwa na hakika wa yale unayoyatarajia na ni ushahidi wa kweli wa yale usiyoyaona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini katika imani hiyo ina chanzo pia. Tunasema chanzo cha imani ni kusikia, na huku kusikia huja kwa neno la Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo kwa sisi ambao tumeokoka, chanzo cha imani yetu ni kusikia, na huko kusikia tunasikia kutoka kwa Kristo. Hatusikii kutoka kwa waganga kienyeji au kutoka kwa mapepo, hapana. Sisi tunasikia, chanzo chetu tunasikia kutoka kwa Kristo. Ukisoma katika Warumi sura ya 10 mstari wa 17 utaona maneno hayo ambayo nayasema kwamba imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Pia imani kama imani nasema ni nguzo kubwa katika maisha ya wokovu. Mtu ambaye amepata wokovu, ameokoka, asipokuwa na imani bado anakuwa hajaokoka, kwa sababu sisi wokovu huu tumepokea kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo hakuna mtu anayeweza kutembea na Mungu pasipokuwa na imani. Ni sawasawa na kipofu. Na usipomwamini Mungu hata katika maombi anasema ni sawasawa tu na mawimbi ambayo yanapeperuka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo pia majaribu ambapo yanatujia, kwa sababu kwa mtu ambaye ameokoka majaribu ni lazima, kwa sababu yule mjaribu yupo hajafa, kwa majaribu yanakuwepo. Kwa hiyo pasipokuwa na imani haiwezekani kuyashinda majaribu hayo. Kwa hiyo hata katika safari ya wokovu tulionayo hatuwezi tukafika mwisho kama hatuna ile imani iliyothabiti yenye kuambatana na matendo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na pia imani si maneno matupu mdomoni, bali imani ni nguvu ya rohoni inayomfanya mtu amtegemee Mungu kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo imani ni nguvu ya rohoni inayomfanya mtu amtegemee Mungu kabisa, pasipo kutegemea vile vitu ambavyo vinaonekana visivyokuwa na faida au vile vinavyoharibika. Vile vile imani ya kweli humfanya mtu aweze kumwamini Mungu hata pale ambapo macho hayaoni njia, lakini kwa sababu anayo imani ile iliyothabiti anamwamini Mungu kwamba anafanya njia.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunapaswa kuamini kwanza, ndipo tutakapouona utukufu wake. Tusiwe kama Tomaso kwamba tunataka tuone kwanza kisha tufanyaje? Tuamini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo hata katika safari ya imani tunasema mbingu ipo na jehanamu ipo pia. Kwa hiyo inategemeana tunaishije hapa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukisema Bwana, ninaishi vivi, nitaona mpaka nione kwanza kama mbingu kweli ipo au haipo, unakuta baadaye umekwisha kupotea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapaswa kuamini kwanza, ndipo tutakapoona utukufu wa Mungu. Vile vile ukiwa na imani iliyo thabiti, imani ya kweli inayoambatana na matendo, inakufanya uweze kuamini. Alafu pia usiweze kuteteleka hata unapopita katika dhoruba mbalimbali, unakuwa hauteteleki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tutakwenda kuangalia pia kitabu cha Yakobo ile sura ya 2 kuanzia mstari wa 14 mpaka wa 26. Biblia inasema, ndugu zangu, yafaa nini mtu akisema ya kwamba anayo imani lakini hana matendo? Je, ile imani yaweza kumwokoa? Ikiwa ndugu mwanamume au ndugu mwanamke yu uchi na kupungukiwa na riziki, na mtu wa kwenu akawaambia, enendeni zenu kwa amani, mkaote moto na kushiba, lakini asiwape mahitaji ya mwili, yafaa nini? Vivyo hivyo na imani isipokuwa ina matendo, imekufa nafsini mwake. Lakini mtu atasema, wewe unayo imani nami ninayo matendo. Nionyeshe imani yako pasipo matendo, nami nitakuonyesha imani yangu kwa njia ya matendo yangu. Wewe waamini ya kuwa Mungu ni mmoja, watenda vyema. Mashetani nao waamini na kutetemeka. Lakini wataka kujua, wewe mwanadamu usiye kitu kwangu, imani pasipo matendo haizai? Je, baba yetu Ibrahimu hakuhesabiwa kuwa ana haki kwa matendo hapo alipomtoa Isaka mwanawe juu ya madhabahu? Waona kwamba imani ilitenda kazi pamoja na matendo yake, na ya kwamba imani ile ilikamilishwa kwa njia ya matendo yale. Maandiko yale yakatimizwa yaliyonena, Ibrahimu alimwamini Mungu, ikahesabiwa kwake kuwa ni haki, naye aliitwa rafiki wa Mungu. Mwaona kwamba mwanadamu huhesabiwa kuwa na haki kwa matendo yake, si kwa imani yake peke yake. Vivyo hivyo na Rahabu yule kahaba, naye je, hakuhesabiwa kuwa na haki kwa matendo hapo alipowakaribisha wajumbe akawatoa nje kwa njia nyingine? Maana kama vile mwili pasipo roho umekufa, vivyo hivyo na imani pasipo matendo imekufa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo katika mstari wa 14 anaposema kwamba ndugu zangu, yafaa nini mtu akisema kwamba anayo imani lakini hana matendo? Je, ile imani yaweza kumwokoa? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa mfano, labda uko mahali ikatokea katika pitapita ukatumbukia kwenye kisima. Sasa unaamini kwamba Mungu atakufanyia msaada, sawa? Labda kisima kile hakina maji. Bwana Yesu asifiwe. Sasa umeamini, ndio Mungu akafanya njia, wakaja watu wa kutoa msaada, wakakurushia kamba. Kwa hiyo pale lazima imani ile uliyokuwa nayo iambatane na matendo ya kudaka ile kamba ili waweze kufanyaje? Kukuvuta. Lakini ukisema ninaamini Bwana Mungu ataniokoa, Mungu ataniokoa, umepewa kamba au na kindoo cha kuingia, lakini hauchukui ile hatua ya kuweza kuishika ile kamba au kuingia kwenye kindoo waweze kukuvuta, sidhani kama unaweza ukatoka pale. Bwana Yesu asifiwe. Imani ulikuwa nayo, lakini hujaiambatanisha na nini? Na matendo. Kwa hiyo lazima utaendelea kubaki nyuma. Kwa hiyo ili ile imani iweze kuwa hai, lazima uambatanishe na matendo. Bwana Yesu asifiwe. Hata gari likiwa linakuja mbele yako,
huwezi ukabaki pale pale, lazima utachukua action ya kuenda pembeni. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa na imani ile thabiti, unaona gari linakuja, lazima utaenda wapi? Pembeni, utakwepa. Kwa hiyo ndivyo ilivyo hata mtu ambaye ana imani ile iliyo thabiti, lazima iambatane na nini? Na matendo. Bwana Yesu asifiwe. Hata anapopita katika hatari, lazima atafanyaje? Atavuka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pia anasema mstari wa 15, ikiwa ndugu mwanamume na ndugu mwanamke yu uchi na kupungukiwa na riziki, na mtu wa kwenu akawaambia, enendeni zenu kwa amani, mkaote moto na kushiba, lakini asiwape mahitaji ya mwili, yafaa nini? Bwana Yesu asifiwe. Anaposema na mtu wa kwenu, huo mstari wa 16, ina maana ni yule aliyeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Amekuja mhitaji, lakini ukamwangalia ukamwambia tu nenda kwa amani bwana, usimpe chochote, na unacho pale, haujamsaidia kitu chochote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nakumbuka kuna kipindi fulani nilikuwa mahali hapa, ni muda kama nadhani 2020 au 21, tulikuwa mahali hapa, kuna mhitaji alikuja, wakawepo watu wawili, lakini yule mmoja anamfahamu huyo mama kwa sababu kipindi cha nyuma alishawahi kupanga kwao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa yule dada akafika hapa, baba yake anasema anaumwa, yuko Muhimbili, hana nauli, hana chakula cha kumpelekea. Kwa hiyo anapita anaomba kama mtu mwenye chochote, kama ana nauli, ana hela ya matunda. Kwa hiyo akafika, basi yule mtu ambaye anafahamiana naye wakasalimiana vizuri, akaanza kumhoji, imekuaje? Anaeleza baba anaumwa sana, 1 2 3. Anamuuliza, na yule kaka yako mkubwa yuko wapi? Anamuelezea. Kwa hiyo na ile nyumba imekuaje? Akajieleza yule dada, akamdadisi. Mwishoni akamwambia, haya bwana, wewe nenda tu, hamna shida hapa, sina chochote. Lakini ukimtazama yule mtu sio kwamba hana chochote, hapana. Uwezo wa kumpa hata kama ni 20,000 pale pale ulikuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa Mkristo ambaye nasema tunamjua Mungu, kama unaona hauna kitu, basi hata usimuoji hivyo. Maana una mtu anajieleza, anajiweka wazi kabisa, akiamini kwamba mwisho wa maelezo haya atanisaidia, lakini mwishowe hamna kitu. Anakuambia wewe nenda tu. Sasa anaondoka na manunguniko, na sasa bora hata nisingeongea sababu umejiweka wazi afu hakuna chochote. Sasa ile kumwambia nenda tu ili hali kitu unacho cha kuweza kumsaidia, inakuwa haipendezi mbele za Mungu. Tuna imani, ndio tunaamini kwamba Yesu Kristo alikufa kwa ajili yetu, na sisi tumeamua kutembea katika njia hii ambayo ameianzisha yeye, lakini matendo yetu yamekufa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sasa, kwa kufanya hivyo hatuwezi tukajisifu kwamba sisi imani yetu ipo hai. Hapana. Ina maana hiyo imani imekufa. Imani pasipokuwa na matendo ipo hai. Anafananisha na mwili wako ambavyo roho yako ikitoka, mwili tena haufai kitu. Kwa hiyo mwili tuseme kwamba ni imani, alafu roho ni matendo. Kwa hiyo kama roho ikitoka, mwili unapokuwa umekufa, anafananisha kwamba ndivyo ilivyo na imani inavyokuwa pasipokuwa na matendo, inafanyaje? Imekufa. Kwa hiyo katika kanisa inamaanisha kwamba tunasema ndio tumeokoka, tunamkiri Yesu kwa kinywa, lakini matendo hatuna. Kwa hiyo imani yetu inakuwa inaonekana imekufa mbele zake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pia anakuja anaelezea kwa habari ya Ibrahimu, mstari wa 21. Anasema baba yetu Ibrahimu hakuhesabiwa kuwa ana haki kwa matendo hapo alipomtoa Isaka mwanawe juu ya madhabahu. Bwana Yesu asifiwe.
Tunaona hata Ibrahimu, ndio tunasema leo hii tunajivunia kwamba Ibrahimu ni baba wa imani, lakini imani ile haikuwa dormant kwamba haizai. Hapana, imani yake iliambatana na matendo. Ndio maana hata Mungu alipokuja kumjaribu katika kitabu cha Mwanzo kuanzia sura ya 22 kuanzia mstari wa kwanza kuendelea, tunaona alipomjaribu atoe mwanae wa pekee, kwa sababu Ibrahim ndio aliamini kwamba Mungu yule ambaye alinipa mtoto na aliyesema kwamba atanifanya kuwa taifa kubwa, atashindwaje kunipa mtoto mwingine? Bwana Yesu asifiwe. Kama ni huyo Isaka, lazima atafanya njia. Kwa hiyo alimwamini, akampatanisha na tendo la kusema kwamba ninamtoa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ina maana kitendo cha kupokea kutoka moyoni, hata kabla hajashika kisu kumchinja, Mungu akaona tayari amekwisha kufanyaje? Kumtolea. Kwa hiyo akamhesabia haki kwa njia ya matendo, ambaye tendo alilofanya la kutoa mwanae Isaka. Hakujali kwamba itakuwaje nikirudi tutagombana na Sara, sababu amempata uzeeni. Hakujali hicho kitu, lakini yeye aliweza kumwangalia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pia anasema mstari wa 19, anasema wewe waamini ya kuwa Mungu ni mmoja, watenda vyema. Mashetani nao waamini na kutetemeka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaposema mimi namwamini Mungu, ndio umeamini, anasema umefanya vyema, sababu hata mashetani pia wanaamini katika akili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukiamini, hata mashetani nao wanaamini. Usipoambatanisha na matendo, na maana hamna tofauti kati ya wewe na wale mashetani wanaoamini tena wanatetemeka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lazima iambatanishwe na matendo. Kisoma Marko sura ya 5 mstari wa 7. Marko sura ya 5 mstari wa 7, Biblia inasema, Marko sura ya 5 mstari wa 7, akapiga kelele kwa sauti kuu akasema, nina nini nawe Yesu mwana wa Mungu aliye juu, na kuapisha kwa Mungu usinitese. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona huyu Mgerasi ambaye alikuwa ana pepo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wale pepo waliweza kumtambua na waliamini kwamba huyu ni mwana wa Mungu aliye juu. Waliweza kutetemeka mbele zake, hata wanamwapisha kwamba asiweze kuwatesa. Waliamini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo na sisi tusiwe kama pepo tu tukaamini tu tukaishia kuamini. Hapana, lazima imani ile ambayo tumechukua hatua ya kuweza kuamini lazima iambatanishwe na matendo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo vile vile hata katika kuhesabiwa haki lazima tunahesabiwa pia kwa matendo. Tunaona hata Rahabu, japokuwa alikuwa ni kahaba, lakini kwa ile hatua ya kuweza kuwahifadhi wale watumishi wa Mungu aliweza kuhesabiwa haki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo imani inapaswa kutenda kazi pamoja na matendo yake. Kwa hiyo ni vitu ambavyo haviwezi kutenganishwa. Kama ambavyo huwezi kutenganisha mwili na roho, mwili ukabaki kuwa hai, ndivyo na imani na matendo huwezi kuitenganisha. Huwezi ukasema mimi Bwana nina imani yangu tu, lakini haina matendo, haiwezi kuzaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaona hata katika kitabu cha Injili ya Luka sura ya 10 kuanzia ule mstari wa 25 mpaka 42. Natazama mwanasheria mmoja alisimama amjaribu akisema, Mwalimu, nifanye nini ili niwe mrithi wa uzima wa milele?
Akamwambia, imeandikwa nini katika Torati? Wasomaje? Akajibu akasema, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote, na kwa akili zako zote, na jirani yako kama nafsi yako. Akamwambia, umejibu vyema, fanya hivyo nawe utaishi. Naye akitaka kujidai haki, alimuuliza Yesu, na jirani yangu ni nani? Yesu akajibu akasema, mtu mmoja alishuka toka Yerusalemu kwenda Yeriko, akaangukia kati ya wanyang'anyi, wakamvua nguo, wakamtia jeraha, wakaenda zao, wakimwacha karibu ya kufa. Kwa nasibu kwani mmoja alishuka kwa njia ile, na alipomwona alipita kando, na Mlawi vivyo hivyo alipofika pale akamwona akapita kando. Lakini Msamaria mmoja katika kusafiri kwake alifika hapo alipo, na alipomwona alimhurumia, akamkaribia, akamfunga jeraha zake, akazitia mafuta na divai, akampandisha juu ya mnyama wake, akampeleka mpaka nyumba ya wageni, akamtunza. Hata siku ya pili akatoa dinari 2, akampa mwenye nyumba ya wageni akisema, mtunze huyu, na chochote utakachogharamiwa zaidi mimi nitakaporudi nitakulipa. Waonaje wewe kati ya hao watatu, ni yupi aliyekuwa jirani yake yule aliangukia katika wanyang'anyi? Akasema, ni huyo aliyemwonea huruma. Yesu akamwambia, nenda zako nawe ukafanye vivyo hivyo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona hapa anawazungumzia hao watu watatu, ambapo anasema kuna Mlawi. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kuona yule mtu amepigwa na hao wanyang'anyi, sasa Mlawi ni mtu yule ambaye walao walikuwa anamjua Mungu, ana imani mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini yamkini alikuwa anaenda ibadani, anaona mtu yuko pale anagaagaa, ana hali mbaya, akaona kwamba kuliko nichelewe ibada, kuliko nimsaidie huyu, bora niwahi ibadani. Akapita kando, akaenda zake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kuhani naye akafanya hivyo hivyo. Wote hao wanamjua Mungu. Akafanya hivyo hivyo, akapita. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini imani ndio alikuwa nayo, lakini haikuambatana na matendo. Kamwacha mtu pale anahangaika ili aweze kuwahi nini? Ibada. Muda mwingine unaweza ukawa unakuja ibadani, umebeba sadaka, lakini pale unakuta kuna mtu ambaye ni mhitaji, na hata rohoni unashuhudiwa kwamba ni mhitaji. Sasa ile sadaka unasema lazima niende nikaipeleke kanisani, ili hali hata ukimpa yule mtu pale unakuwa umeitoa sadaka, tena ni kwa siri. Bwana Yesu asifiwe. Ukisema kwamba atawezaje kumpa huyu mtu hapa, halafu kule kanisani kama mnapita mstari kwa mstari, watanionaje mimi nikiwa nimebaki nimekaa hapo? Unakuwa bado hauna imani. Ikiwa umeshuhudiwa kumpa, unampa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo lazima imani iambatane na matendo. Kwa hiyo tunaona Msamaria ambaye alikuwa ni mtu ambaye anaonekana amedharaulika sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Aliweza kumsaidia yule mtu ambaye ameumia, aliyejeruhiwa na wanyang'anyi. Vivyo hivyo kama Rahabu ambavyo alivyoweza kufanya, aliweza kuwahifadhi wale watumishi wa Mungu, hata akaweza kufanikisha ile jambo ambalo Mungu alikusudia kulifanya. Kwa hiyo imani zetu lazima ziambatane na matendo. Tusiwe kama kuhani na Walawi, kwamba sisi tukang'ang'ana ndio na imani na matendo hamna. Anasema imani pasipokuwa na matendo imekufa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Vile vile unaposema kwamba mimi ninaenda kanisani, naenda kwa kanisani kwa Mungu, au ninamfuata Mungu, simfuati mtu yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hata tangazo likitangazwa fanya hivi na hivi, usipolifanya na sababu mimi namfuata Mungu, sifuati mwanadamu, unakuwa pia una imani yako haina matendo. Kwa sababu gani? Mungu anatumia wanadamu, anatenda kazi pamoja na wanadamu. Kwa hiyo pia imani ile iliyo thabiti na matendo inaambatana na utii.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo huwezi ukasema ninamfuata Mungu lakini yale wanayotangaza wanadamu pale siwezi kuyafanya. Kumbuka kwamba haujawahi muona Mungu ameshuka hapa au malaika ukawaona wameshuka hapa wapo wanatangaza au ndo wanafundisha au wanafanya kitu chochote. Hapana, Mungu anatumia watu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo imani ya kweli haikai peke yake bali huzaa utii. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo utii katika kile ambacho tunaelekezwa, kwa sababu kama tunatarajia kuwa na uzima wa milele au kufika mwisho salama, lazima ile imani iambatanishwe na utii, ambao utii huo ndio utakao tuwezesha sisi kufika ng'ambo, kwa sababu yule ambaye ni mwenyeji wetu anayetuelekeza njia ya kuweza kufika huko, anaposema msipite njia hii, labda ina makorongo au ina mashimo, pita njia hii. Lakini tutakaposhupaza shingo kusema Bwana, unasemaje tupite njia hii ndefu? Ngoja tupite hii shortcut yenye makorongo. Unakuta unatumbukia, hauwezi kufika kule ambapo amekusudia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini yule aliyetii kwamba nisipite kwenye makorongo, nipite hii hata kama ni ndefu ya kuzunguka au imesonga sana, anayetii ndio anayeweza kufika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kwanza anamwamini yule ambaye anamwelekeza. Kwa hiyo atachukua hatua ya kufuata kule ambako anaposema, ambayo ndio nini? Ndio matendo. Kwa hiyo imani lazima pia iambatane na matendo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema pia mwenye imani ya kweli haangalii ukubwa wa tatizo, bali anaangalia ukubwa wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Halitazami tatizo jinsi lilivyo kubwa, anaangalia Mungu, kwa sababu Mungu yeye ndo mkubwa kuliko hilo tatizo, kwa sababu pasipo yeye hatukufanyika chochote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama pasipo yeye hatukufanyika chochote, inamaanisha kwamba vyote vinavyoonekana, kila kitu ambacho tunakipitia, yeye viko mikononi mwake, ana uwezo wa kuvitengeneza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaona hata Daudi katika vita ile hakuweza kuliangalia Goliati kama ni jitu fulani kubwa kama ambavyo ndugu zake walivyokuwa wanaliona, kila likijinyosha hapo wanakimbia, kina Eliabu wanatetemeka. Lakini Daudi aliweza kumwona Mungu ni mkubwa kuliko hata huyo Goliati. Tunaona kwamba aliamini, hata akasema atampiga kwa jina la sawa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo aliweza pia kupata ushindi kwa sababu alikuwa na imani, na ile imani akaiambatanisha na matendo, tofauti na kina Eliabu ambao walikuwa wanatetemeka, kwa sababu kwanza hata kama walikuwa na imani lakini ilikuwa ya kuteteleka. Waliweza kumwona Goliati kwamba ni mkubwa kuliko Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunaona kwamba Daudi, ile tatizo lililoko mbele au ile vita iliyokuwa mbele dhidi ya Wafilisti, aliona kwamba ni kama sisimizi tu, lakini alimuinua Mungu na Mungu aliweza kufanya. Kama na yeye angesema atetereke, ndio anamwamini Mungu lakini asingeambatanisha na matendo, tunaona pale Israeli wasingeweza kupata ushindi. Labda kama Mungu angemuinua mtu mwingine mwenye imani iliyo thabiti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo pia imani kama imani ambayo tumesema chanzo chake ni kusikia, na huko kusikia tunapata kutoka kwa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa tunapata kutoka kwa Kristo kwa njia gani? Tunaangalia zipo njia tatu ambazo tunaweza imani inaweza kujengwa. Bwana Yesu asifiwe. Njia ya kwanza ambayo imani inaweza kujengwa tunasema ni kwa njia ya kusoma neno.
Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu neno ndio Kristo mwenyewe. Kwa kipindi ambavyo tunazidi kusoma na kusoma na kusoma, imani yetu inazidi kukua, ambayo lazima tunaiambatanisha na matendo, kwa sababu unapozidi kusoma Biblia ndivyo unapozidi kusema na Yesu. Kwa hiyo unazidi kusikia kutoka kwake, kwa Kristo, kwa njia ya neno. Bwana Yesu asifiwe. Pia kwa njia ya maombi ya dhati, maana maombi huunganisha mtu na chanzo cha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Au maombi huunganisha mtu na Mungu. Kwa katika maombi lipo neno ambalo Mungu anaweza kusema na wewe, ambalo pia litakuza imani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kutii kile ambacho Mungu anakisema, maana nuru usiyoifuata haiwezi kukuongezea imani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo lazima imani inapokuwa thabiti, ile ambayo imeambatana na matendo, inazaa. Bwana Yesu asifiwe. Inazaa na inakuwa ina matunda. Tunaona hata wale wanafunzi walipokuwa Yesu amelala, dhoruba inatokea baharini, wangeamini kwamba tutawezaje kuzama ili hali Yesu yuko hapa? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo ile imani ya kusema kwamba Yesu yuko hapa, tutawezaje kuzama? Hata tukizama, kwa sababu yeye ni Bwana wa ufufuo, atatufufua tu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini iliweza kuteteleka. Kwa hiyo imani iliyo thabiti lazima iambatane na matendo. Kwa sisi ambao tunasema ni Wakristo, tuna safari, lazima iambatane na matendo. Imani pasipo matendo inakuwa imekufa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndugu zangu, Mungu anachohitaji kwetu, anatafuta watu wenye imani yenye matendo. Bwana Yesu asifiwe. Imani yenye matendo ya kuweza kushinda dhambi, kwamba tusiweze kuendana na dunia jinsi ambavyo inatenda. Wako wengi ambao wanasema wanamjua Mungu, wanamwamini, lakini imani zao haziambatani na matendo. Wengine wana imani lakini hazina matendo. Wengine wanafanya matendo lakini imani hawana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wengine anasema anaenda kusaidia watoto yatima, anaenda ndio kufanya zile matendo mema, lakini mgongoni mwake au moyoni mwake anataka kwamba na watu fulani waone. Maana unakuta anaenda na waandishi wa habari, anafanya hivi, anajitangaza, anafanya hayo matendo. Anajua kwamba Mungu anahitaji hiki, lakini huyo aliyeagiza hamfuati, hajamwamini. Kwa hiyo pale inakuwa ni kazi bure. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mwingine ameamini kwamba ndio anamwamini Yesu, lakini haambatanishi ile imani na matendo, bado anakuwa hajafanya kitu chochote. Kwa hiyo imani na matendo ni vitu ambavyo huwezi ukavitenganisha. Yaani sawa ukachukua maji labda na glucose, ukichanganya ule mchanganyiko wake jinsi ulivyo maji na glucose, hauwezi ukiitwa hapa kama kuna glasi ambayo imeshachanganywa maji na glucose, akisema utenganishe, uweze ukaiona glucose iko wapi, zaidi tutaona ni maji. Kwa hiyo ndivyo na imani zetu zinatakiwa ziambatane hivyo na matendo. Na maana ukitoa matendo, imani inakuwa imekufa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo Mungu anapenda pia tuweze kuwa na imani thabiti inayoambatana na matendo, ambayo inadumu katika majaribu. Bwana Yesu asifiwe. Isiyovunjika kwamba tumeona kuna jaribu imani zetu zikafa. Hapana. Vile vile anapendezwa na mtu ambaye anasema sina nguvu, ila najua Kristo ndio nguvu zangu. Ina maana tumaini lake yeye ameliweka kwa Kristo, akijua kwamba yeye Kristo ndio nguvu zake. Vile vile akisema kwamba hapa sioni njia kabisa, lakini anaamini kwamba Yesu ndio njia yangu, huyo mtu anapendezwa naye.
Bwana Yesu asifiwe. Asiyekata tamaa. Kwa bila imani safari ya wokovu inakuwa ni nzito. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ukiambatanisha na matendo ndipo safari inapokuwa rahisi. Kwa sababu matendo ni pale ambapo unaamua kuitikia kile ambacho unaelekezwa katika imani hiyo, kwamba safari ya mbinguni iko hivi, wewe unapaswa kufanya hivi. Umeamini, wewe kile ambacho unaambiwa unapaswa kufanya hivi ndicho unachotakiwa ukifanya. Hapo safari inakuwa ni rahisi. Kwa hiyo pia bila imani maombi upoa. Pia bila imani moyo inakuwa ni rahisi kukata tamaa. Kwa hiyo lazima imani zetu ziambatane na matendo. Imani pasipo matendo haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe. Tutaendelea kuwa tu watu wa dini. Tutakuwa tu kama watu wa dini, maanake patakuwa hamna tofauti. Tena baadaye anaweza kujisifu hata yule ambaye ni mtu wa dini akasema, mbona mimi nafanya 1 2 3 1 2 3, lakini wewe unayesema umeokoka hatuoni hayo matendo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sisi ili tuweze kutofautiana na hao ambao wanatenda lakini hawana imani, sisi tunapaswa kuwa tofauti. Sisi tusitenganishe imani na matendo. Sisi lazima tuiambatanishe. Bwana Yesu asifiwe. Kweli hayo ambayo nilitumwa kwa siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo naamini kila mmoja anajua kama anayo imani thabiti au la. Kila mmoja anajua moyoni mwake, lakini neno la Mungu huwa haliji bure. Anapoona pamepungua lazima atutahadharisha mapema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ikiwa imani zetu hazina matendo, tasimama tuombe nguvu ile ya kutoka ndani, ili imani zetu zisiwe imani bure au tukawa na matendo bure. Lazima imani yetu iambatane na matendo kwa pamoja, ili tuweze kufika mwisho sana, ili tuweze kumpendeza Mungu. Bwana Yesu asifiwe.